Malkia wa kale alikuwa amelala, kitanda chake kilikimbia chenyewe na kwa bahati mbaya kikampeleka kwenye chumba cha kulala cha kisasa. Wakati huu Malkia aliamka moja kwa moja juu ya yule jamaa. Jamaa aliamka kwa mshtuko. Malkia alidhani yeye ni mtunaji, mara moja akachomoa upanga na kumchoma jamaa. Ilibadilika kwamba wakati wa mchana jamaa alimpa kwa wema ombaomba kipande cha mkate. Ombaomba mzee alipoona ni mkarimu, akaamua kumpa jamaa bahati nzuri kwa mwangaza wa dhahabu. Ombaomba mzee akatoweka, akiacha fimbo tu yenye nusu ya kipande cha jade kilichoning'inia. Baada ya kurudi nyumbani, jamaa alikitazama kwa muda mrefu na hakukuta chochote kisicho cha kawaida kuhusu kipande cha jade. Kwa hiyo akakining'inia kichwani mwa kitanda. Wakati huo huo Malkia alining'inia kipande cha jade sawa juu ya kitanda chake kabla ya kulala, bila kutarajia. Baada yao kulala, kipande cha jade kilianza kung'aa na kufungua handaki la wakati linalounganisha ulimwengu wa kale. Malkia kutoka miaka 1000 iliyopita aliletwa hapa. Malkia alikasirika, akamfunga jamaa moja kwa moja. Alichukua upanga na kumuuliza kwa nini ameingia katika chumba chake cha kulala, lakini jamaa akasema ni nyumba yake. Malkia aliangalia kila kitu mbele yake na kushtuka, kisha akasikiliza maelezo ya jamaa. Akagundua kwamba alisafiri hadi siku za usoni. Baada ya kuchanganyikiwa, Malkia alikuwa na njaa. Kwa hiyo jamaa akampeleka kwenye duka kuu na kumpa noodles za papo kwa hapo na sausage. Alikuwa hajawahi kula chakula kitamu hivyo, kwa hiyo akala bila kujali sura yake. Hata hivyo, wakati alikuwa akila kwa pupa, sauti za wajakazi zilisikika kutoka chumbani, kwa hiyo walikimbia hadi chumbani, lakini wajakazi waliona tukio.